na nataka nichangie suala la elimu. Mheshimiwa Spika, labda nianze kuvuta fikra mbali sana ili wanabunge waweze kufahamu maana ama umuhimu wa elimu ni kitu gani. Mheshimiwa Spika, ukiangalia hata katika vitabu vya dini, mimi nikiwa na imani ya Uislamu, tunaangalia kwamba Nabii Adam, baba yetu Adam, Mwenyezi Mungu alipomuumba, jambo la kwanza ambalo kwamba aliweza kumpatia elimu. Na mtume wetu Muhammad, jambo la kwanza ambalo kwamba alimpatia, kabla ya mambo yote, alimpatia elimu. Hii ni ishara ya kwamba education is the passport to the future. Kwa Mheshimiwa Spika, leo tukiangalia katiba inazungumza vizuri ni wakati gani mtaala wa elimu unastahili kuratibiwa, unastahili kubadilishwa. Ndio maana ile 844 baada ya kuchukua miaka yote ile, Mheshimiwa Rais Uhuru Muigai Kenyatta akashirikiana na viongozi wengine wakaweza kuleta mtaala mpya wa CBC. Mheshimiwa Spika, swali linakuja hapa, tofauti ya 844 na CBC ilikuwa kitu gani? Wale ambao kwamba ni walimu wameenda katika training wanaweza kufahamu ambao kwamba nayazungumza. 844 ilikuwa ni teacher centered, ilikuwa haimincorporate mwanafunzi kwa kipindi kingi kile. Kwa hiyo hapa tunazungumzia masala ya deductive and inductive. Tunapata ya kwamba CBC imekuja kumpatia huyu mwanafunzi manufaa ili yeye aweze kuendelea. Mwalimu awe ni yeye ni mwenye kufanya nini, ni mwenye kumdirect kitu gani ambacho kwamba anastahili kufanya. Kwa Mheshimiwa Spika, CBC ina benefits nyingi. Ukifanya statistics, ukifanya investigation, utakuja kuona kwamba yamo mambo ambayo kwamba ni mazuri ya CBC. CBC inamjenga mtoto aweze kujitafutia yeye mwenyewe. CBC inamwandaa mwanafunzi katika maisha ya ulimwengu wa kileo. Mheshimiwa Spika, kwa ajili ya wakati haunasi, niweze kukoma hapa kwa sababu ya wakati na wachangiaji ni wengi, lakini niweze kuambia ya kwamba tuushike mkono, tuukumbatie mtaala mpya wa CBC kwa sababu unamwandaa huyu mwanafunzi katika maisha ya kileo. Asante sana Mheshimiwa Spika.